Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Amma ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu wapenzi watazamaji wetu wa Msimbo Online TV, leo kwa mara nyingine tena tumekutana katika darasa zetu hizi za adhkar na dua pamoja na vipindi vingine mbalimbali vinavyorushwa kupitia katika chaneli yetu hii ya Msimbo Online TV. Siku ya leo kwa matakwa yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunawaleteeni somo na mada adhim kabisa inayosema fanya mambo mawili theluthi ya mwisho ya usiku. Theluthi ya mwisho ya usiku kwa maana kuanzia saa 9, saa 10 mpaka kwenda alfajiri. Mambo mawili haya mtu kama atayafanya, basi atakwenda kufungua kila kilichofungika kwake. Yani ukifanya mambo haya mawili, basi unakwenda kuyafungua yale yote yaliyofungika wewe kwako. Ni mambo ya muhimu kuyajua, ni mambo ambayo adhim sana ukiyafahamu, na nitakufundisha hapa leo kwa njia nyepesi sana ili kila mmoja wetu aweze kuyafanya mambo haya mawili na aende akafunguliwe milango yake ya riziki. Ndugu zangu katika imani, kabla sijaingia katika mada, hebu nikuweke sawa kwanza. Tunaposema kwamba inakwenda kufungua kila kilichofungika, tuna maana gani? Tuna maana kwamba wako baadhi ya watu wana vifungo vya kichawi, wana vifungo vya kishetani, bimaana mtu anakwenda kufungwa katika upande wa riziki. Ni mbaya sana hii mtu kama anakumbwa na hali kama hiyo. Na vifungo hivi tunavipata katika njia mbalimbali. Kuna wengine wamevipata kwa ajili ya kutambuka vitu vibaya, kuna wengine wamevipata kwa ajili ya kurogwa, kuna wengine wamevipata kwa ajili ya kushiriki tendo la ndoa na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo kuna njia mbalimbali ambazo mtu anaweza akapata vifungo kama hivyo. Lakini njia ya pili, kuna kitu kinaitwa nuhusi, bimaana kwamba nuksi, na hii mara nyingi inasababishwa na mashaitani. Mtu ikimkumba hali kama hii, basi kila kitu chake kinakuwa kimefungika. Yale yote ambayo mwanzo alikuwa anakwenda vizuri yanakwenda yakabadilika. Kazi zinakuwa ngumu, mambo yako yanakuwa magumu, kazini watu hawakuoni wewe mtu mzuri, kila mmoja anakusema wewe kwa ubaya. Japokuwa kuna watu unawasaidia katika hiyo kazi, kuna watu pengine wengine wamewaleta mwenyewe katika hiyo kazi, lakini wale wanakuja wanakugeuka. Kwa sababu gani? Tayari mwili wako umeshaharibika. Kwa hiyo utapofanya mambo haya mawili tunakwenda kuyasema siku ya leo, basi unakwenda kuyafungua, unakwenda kusafisha yale ambayo kwako wewe yalikuwa yamefungika biidhnillah taala. Na unafanya haya kwa njia ambayo sio kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, unafanya haya kwa njia ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe anaipenda. Kwa hiyo sikiliza darasa hili kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nataka nikuletee faida hizi uzichukue, ili wewe ambaye mambo yako yamefungika labda kwa uchawi au kwa ajili ya kutambuka vitu vibaya. Kuna baadhi ya watu wamepita katika njia panda zile, kuna watu wamefikia vitu vyao vibaya, wamekwenda wamezivaa, maskini ya Mungu. Kwa hiyo sikiliza darasa hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ili na wewe ukafungue yale ambayo kwako wewe yamefunga. Kwa nini tumesema ufanye katika theluthi ya mwisho ya usiku? Hapa nilisikize kwa makini sana. Kwa nini ufanye theluthi ya mwisho ya usiku? Theluthi ya mwisho ya usiku kwa maana kuanzia saa 9, saa 10 kwenda mpaka alfajiri, kipande kile Mwenyezi Mungu huwa anateremka. Mwenyezi Mungu huwa anateremka. Na haya si maneno yangu, haya ni maneno yake mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema yanziru rabbuna ila samai dunia. Mola wenu kwamba anateremka, au Mola wetu anateremka katika wingu huu wa dunia, fi kulli lailati fi thuluthi al-akhir min al-layl, kwamba Mwenyezi Mungu anateremka kila siku usiku, tena ile theluthi ya mwisho ya usiku.
na Mwenyezi Mungu baada ya kushuka wanauliza nani mwenye kuniomba nimpe. Hii maswali ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa anawauliza waja wake pindi Mwenyezi Mungu anapoteremka katika muda huo wa usiku. Ndio maana nikasema hata wewe kazi hii ifanye theluthi ya mwisho ya usiku. Kwa maana ukiamka theluthi ya mwisho usiku, basi nenda kafanye mambo haya mawili. Kwa hiyo katika haya mawili, jambo la mwanzo kabisa utafanya hili, utaswali raka mbili za salatul haja, za salatul haja au salatul taisir, yote sawa tu. Bimaana kwa maelezo ya Mtume Muhammad asema, man tawaddaa fa ahsana al-udhu'i thumma salla lillahi rak'atayn, yani mtu yote ambaye ametawadha udhu wake na udhu akaufanya vizuri kisha akaswali raka mbili kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, illa wajaba lahu janna, basi mtu huyo hakuna kinachomwajibikia yeye isipokuwa ni pepo. Sikwambii kwa wewe ambaye umeswali raka mbili salatul haja, bimaana swala kumuomba Mwenyezi Mungu haja yako, kama haja yako ni riziki, kama haja yako milango yako imefunga, kama haja yako wewe una matatizo ya kifamilia, kama haja yako wewe ni ndoa, kama haja yako wewe ni kazi, chochote kile ambacho wewe una haja nacho, utachukua udhu wako baada ya kuamka. Baada ya kuchukua udhu, utasimama kuswali raka zako mbili. Ukimaliza kuswali zile raka mbili ya salatul haja, tena ikiwezekana raka ya kwanza soma suratul Fatiha, baada suratul Fatiha soma suratul Kafirun. Baada ya hapo raka pili soma suratul Fatiha, baada ya suratul Fatiha soma qul huwallahu ahad. Tayari umekwenda katika sijda na umekaa tahiyatu. Ukishatoa salamu pale katika atahiyatu, kuna hizi dua nne nenda kazisome, na kila dua moja irejee mara tatu. Wallahi ndugu yangu, na kuhakikishia hauwezi kumaliza mwezi mmoja, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kuyafungua yale yote ambayo kwako wewe alikuwa amefunga. Tena haraka sana Allah anakwenda kuyafungua. Tatizo sisi watu wengi sana tunakuwa tunadharau, kwamba mtu akisikiza kitu na kisikiliza alafu anakidharau. Lakini yule ambaye hakudharau na akayachukua haya ambayo ninayozungumza hapa, wallahi atakwenda kuona muujiza mkubwa katika haya. Mungu atakwenda atafungua yale ambayo kwamba kwako wewe yamefunga, yale ambayo kwamba kwako wewe yamekuwa mazito. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda na atayafanya mambo hayo kuwa mepesi. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu katika imani, acha twende nikakusomee dua hizi 4, na kila moja nitairudia mara 2, ili mradi na wewe uweze kujifunza, uweze kuchukua na uende ukaifanyie kazi biidhnillahi Ta'ala. Kwa hiyo naanza ya kwanza, ya pili mpaka ya 3. Hii ya kwanza ni dua ambayo mtume wetu Muhammad alimfundisha sahaba wake mmoja anaitwa Abu Umama. Siku moja alikuwa ameingia msikitini kabla muda wa swala, akawa amekaa tena. Mtume akamkuta Abu Umama yuko mnyonge, hana raha. Mtume akamuuliza kinachomsibu Abu Umama kitu gani, mbona samahani mbona amekuwa mnyonge, amekuwa na raha? Akamuuliza. Baada ya kumuuliza, Abu Umama akasema, wallahi ya Rasulullah, madeni yameniandama sana, nina madeni mpaka madeni hayo yananinyima raha. Ukiachilia mbali madeni mwenyewe tu, hali yangu ya maisha, riziki zangu zimekuwa ngumu. Mtume akamwambia, nitakufundisha maneno haya ukiyasema, basi Mwenyezi Mungu atakulipia madeni yako. Akamwambia, nisikufundishe maneno ambayo haya ukiyasema Mwenyezi Mungu atakufungua, atakulipia madeni yako? Abu Umama akamwambia, kwa nini usinifundishe? Nifundishe. Mtume akamfundisha dua hii ambayo leo na kwenda kukutajia, alafu na wewe ifanye katika theluthi ya mwisho usiku, baada tu kumaliza kuswali zile raka mbili za salatul haja. Pale kwenye tahiyatu yako ulipokaa, kabla hujanyanyuka, basi na wewe nenda kalete dua hii. Nitairudia hapa mara 2. Dua inasema, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani wa minal ajzi wal kasari
wa a'udhu bika min aljubni wal bukhri wa a'udhu bika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Hii ni dua ambayo Mtume alimfundisha sahaba wake anaitwa Abu Umama, ambaye alikutwa msikitini amekaa mnyonge ana raha. Mtume akamwambia, basi nisikufundishe maneno ambayo ukiyasema haya Mwenyezi Mungu atakulipia madeni yako. Akafundishwa dua hii, na baada ya kusoma Abu Umama akawa anadumu nayo. Kweli Mwenyezi Mungu akamlipia madeni yake. Wallahi, alikuja mtu ambaye siku nyingi alikuwa na mambo yake na Abu Umama, kaja kumletea pesa, wallahi hakutegemea. Mkasa wake mrefu sina haja kuelezea, lakini baada kusoma dua hii na hali yake ya maisha ikabadilika. Kwa hiyo hata mimi na wewe pengine maisha yetu yamekuwa mtihani, hali zimekuwa ngumu, mambo yetu yamefunga, jitahidi sana ukiamka usiku basi ufanye dua hii. Na irudia tena kwa mara pili. Mtume akamwambia asemi, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani wa minal ajzi wal kasali wa a'udhu bika minal jubni wal bukhri wa a'udhu bika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Haya ni maneno ambayo Mtume kamfundisha sahaba wake huyu anaitwa Abu Umama, na Abu Umama akayakamata haya akawa anayafanya kazi. Kwa hiyo dua ya kwanza kabisa utasoma hii mara 3 pale pale kwenye kikao chako cha tahiyatu ambacho kwamba wewe umekaa, utasoma dua hiyo. Dua pili hii Mtume alimfundisha mpaka mama Aisha, mke wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na hasa pale ambapo hali ya maisha, mambo yamekuwa magumu, hujiwezi, kila kitu kinakuwa kimefunga, basi Mtume alimfundisha dua hii fupi sana ambayo unaweza ukaisoma kwa sekunde tu kaimaliza. Hii ni dua muhimu sana kwamba nitakwenda kuelekeza ili uweze kuisoma biidhnillah taala. Mtume kafanyaje? Akamwambia aseme Allahu Rabbi la ushiriku bihi shay'an. Neno hili lirudia mara ngapi? Mara 3. Allahu Rabbi la ushiriku bihi shay'an. Narudia tena, Allahu Rabbi la ushiriku bihi shay'an. Hii ni dua ambayo Mtume alimfundisha mpaka mkewe kwamba mtu anapokuwa na dhiki, anapokuwa na shida, basi afanye na asome dua hii biidhnillah taala. Mungu anamuondosha katika hiyo hali ambayo kwamba yeye aliyokuwa nayo. Hiyo ni ya ngapi? Hiyo ni ya pili. Twende katika dua nambari 3. Dua nambari 3 nilisema leo nitakupa dua 4. Twende katika dua nambari 3 biidhnillah taala. Dua nambari 3, ndugu yangu Muislamu, utakwenda kusema neno hili, hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Neno hili nalo utakwenda kulirudia mara 3 biidhnillah taala. Mwishoni kabisa utakwenda kumaliza na dua ya Nabiiullah Yunus alayhi salam. Utasema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ni dua muhimu sana hii, alisoma Nabiiullah Yunus alayhi salam. Mungu akamtoa katika kiza cha samaki, Mungu akamtoa katika dhiki, katika shida baada ya kusoma dua hii. Na Mungu ameahidi kwamba mtu yeyote atakayesoma dua hii basi Mwenyezi Mungu atamuondosha katika ile dhiki ambayo kwamba yeye aliyokuwa nayo. Kwa hiyo dua hizi 4 hizi zifanye sana unapoamka theluthi mwisho usiku. Utachukua udhu wako, baada udhu wako utaswali rakaa 2 kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana utaswali rakaa 2 salatul haja. Ukimaliza kuswali rakaa 2 salatul haja, utaanza dua ya kwanza ile inaelekeza ambayo Mtume alifundisha sahaba wake anaitwa Abu Umama, ambao unasema Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani wa minal ajzi wal kasari wa a'udhu bika minal jubni wal bukhri wa a'udhu bika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Ya pili ni hii ambayo nimeelekeza hapa, unasema Allahu Rabbi la ushiriku bihi shay'an. Hiyo ni ya pili. Na ya 3 nikasema utasema hasbi Allahu wa ni'ma al-wakil. Hiyo ni ya 3. Na ya 4 ni hii ya Nabiiullah Yunus alayhi salam, ambao utasema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Hii ni dua ya 3 ambayo Nabiiullah Yunus mala ya kusoma, Mwenyezi Mungu akamuondosha katika dhiki, katika tabu, na akamtoa katika hali hiyo. Inshallah endelea kufuatilia chaneli yetu
endelea kusubscribe ili mradi upate faida kubwa katika darsa na mada mbalimbali ambazo tunazileta kupitia katika chaneli yetu hii ya Msimbo Online TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.